asifiwe. God is good all the time, and all the time God is good, and that is his nature na bado. Ni asubuhi tena mwingine njema, mchana mwingine Sunday. Tunarudi kwa Bwana siku ya leo, sisi sote tukimuinua, tukimwabudu, tukisema yeye ni Mungu wa ajabu, Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Hakika Mungu aliyesema kuwe na kukawa, Mungu ambaye habadiliki na hata hajabadilika. Na ndio siku ya leo tena wacheni tukaendelea na kushare neno la Bwana, tukaendelea na kusimama katika mapenzi yake, kwa sababu hivyo ndivyo anahitaji tuwe. Ningetaka tushare neno hakika, kwa sababu neno ndio tunaishi nalo. Tuanzie hapo tu katika Mathayo 4, tusome Mathayo 4:4, tusikie vile Bwana alisema. Last Sunday we were sharing a word na tukaangalia kwamba Yesu alinena hili neno na akasema finally ya kwamba wanene neno na waende waambie wa mitume wanene neno kama vile aliwafunza. Na sasa tukiangalia hili neno, because we are still looking at the word, we are still concentrating on what the word is telling us. We are still eating, tunachambua neno. Na kwa hivyo tukiangalia katika Mathayo 4:4 neno linatuambia namna hii. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana asifiwe. Hivi Yesu alinena wakati alipata jaribio. Alipokuwa ameenda fasting, pale katika fast, katika alipomaliza kubatizwa na kaenda katika jangwa, Shetani alimjaribu. Naye Shetani alipomwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, pindua mawe iwe mikate ule. Yeye Yesu akawa kunena na akamjibu Shetani. Na akamwambia mtu haishi kwa mkate peke yake, bali kwa neno lote litokalo kwa kinywa cha Bwana. Neno lote litokalo kwa kinywa cha Bwana. Nikirudi back tulishare neno ambalo tulishare last time. Neno lilituambia ya kwamba Yeremia alipotumwa kwa wana wa Israeli, akaambiwa aende pale kwa nyumba ya kuabudu, bahali watu walikuwa akija kumwabudu Mungu. Na akaambiwa awanenee na waambie. Instructions za Yeremia ilikuwa hivi: uambie na uambie kila neno ambalo nimekutuma, na usije ukakosa hata moja. Kwa hivyo tell them word for word. Na hapa Yesu anasema mtu haishi kwa mkate, bali kwa kila neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. When we go back to Matthew 8:20, hapo katika Mathayo 8:20, bado Yesu aliongea na mitume. Alipokuwa akipaa, Mathayo 28:20, alipokuwa akipaa, yeye Yesu bado aliendelea na kuambia mitume, whatever nimewafunza, kile chote nimewafunza, mfunze ulimwengu. Inanena nini kusema hapo? I think it's a big part of that verse, of that section, but really. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. 28:20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Lakini pale na kuyashika nini? Na kuyashika, hebu soma hapo, na kuyashika nini? Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Teaching them to observe all things whatsoever I had commanded you. Kuwafunza kushika kila nini? Yote niliyowaamuru. Kuyashika yote niliyowaamuru. So it means what? Kunaye kusikia na kujua na kushika yale Baba ameamuru. Kunaye kuchukua yale Baba ameamuru na kusimama nayo. Kunaye kusimama katika lile neno na kutoka pale. Bwana asifiwe. So hapa Yesu alipokuwa akipaa, aliwacha amewaamuru mitume, nendeni lakini muamuru exactly what nimewafunza, wafunze vile vile. Msibadilishe, msienende kombo, msisimame na njia nyingine. Na hapa Yesu amesema kwa kila neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Mungu mwanadamu anaishi.
sio mkate peke yake. Hallelujah. Bwana asifiwe. So when you look at it, Yesu anasema ni kwa kila neno. Leo sisi wana wa Bwana, badala ya tusimame na neno limeniambia nini, neno limesema nini, we are so busy, tuko kwa haraka sana kusimama na yale tunadhania ndio iko. Tukisimama na yale tunaona kwa macho, tukisimama na yale tunasikia, ama tukisimama na yale mimi nina sahihi na feel, ama kile mimi na tabasamu, I don't know. Hiyo ndio weakness ambayo tuko nayo. Lakini hivyo sivyo Bwana anataka. Anataka tuishi na tukae kwa neno. Tuishi na tusurvive kwa neno. Tushinde kwa neno. Tubarikiwe kwa neno. Tupanuliwe kwa neno. Tupone kwa neno. Neno limekuambia nini? Na hiyo ndio weakness ambayo tuko nayo wa Kristo wa Mungu. Maana hatuangalii neno limetuambia nini. Neno amesema nini? Kwa yeye neno zote zikaumbwa. Yote iliyoumbwa ikaumbika kwa yeye neno, tukiangalia katika Yohana. Lakini siku ya leo hatusimami kwa yeye neno. Tunasimama kwa yale tunajua na yale tunadhania yanafaa. Na the sad bit is this. Kwa kutokujua na kwa kutoelewa haya na kwa kukaa vile Bwana anatuambia, sisi wenyewe tunajipata katika njia pana, tunajipata mahali ambapo pafai. Lakini yeye Mungu, kwa yeye anataka tukae, tufikirie vile alituambia, tunende vile alituambia, tuelewe vile ametuambia, tusurvive kwa vile yeye amenena. Lakini weakness kubwa tuko naye wanadamu, tumekosa kujua hiyo, tukasimama vingine. Na ukiangalia neno ametuambia nini? If you look at Proverbs 8:21, what is 8:21 telling us? Proverbs 8:21, Proverbs. Mithali 8:21 inatuambia nini? Proverbs 8:21. What is the word telling us? 18:21, sorry. I'm so sorry. 18:21. Na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hebu simamia hapo. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Death and life. Death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Huwa katika uwezo wa ulimi. So ni nini nawaambia wana wa Bwana siku ya leo? Neno tumeambiwa tutaishi kwa neno peke yake. Sio kwa mkate, sio kwa mali nyingi, sio kwa kile niko nacho, sio kwa kile ninafanya, but kwa neno ambalo lote linatoka kwa kinywa cha Bwana. Wanafunzi wakaambiwa, enendeni mwafunze. Amri yote ile ni mwafunza, enendeni mfunze wale ambao mtapata, mkiwafanyanga pia mitume. Make them disciples. Na kwa neno wataishi, na kwa neno watadumu, na kwa neno watashinda, na kwa neno watasurvive. But what are we doing? Kwa sababu ya fikira zetu na kujua kwetu na kuelewa kwetu, tunakosa kushika lile neno. Then tunarudi tunasimama in a dangerous position. Tunaanza kutumia ndimi zetu. Nazo ndimi zimeamua nini? Katika ndimi kuna nguvu ya mauti na kuna nguvu ya uhai. So ni nini inatoka katika ulimi wako leo? Oh, niko na mashida. Oh, mashetani. Hata sasa sijui, nilikuwa mimi naona kazi yangu inaenda vizuri, lakini mimi sijui shetani hakufurahia. Oh my God. This is a mistake we are making as Christians. Tuko busy tukikiri, oh, sasa sijui kutafanyaje, kumeharibika hii corona. Who are you? Who are you? Because uko supposed kuwa unaongea neno. Lakini wewe uko busy ukinena mauti. Because kwako wewe ulimi wako, the more unaongea, the more unaendelea na kuleta mauti, maafa, mabaya. Maisha yako
know ya kwamba kutoka kwa ulimi wako, wacha kusema lazima umaanishe, si lazima umaanishe, ulimi wako umetoa. Na ujue the moment umeongea, shetani anafuata kile umenenda ili akatimize. Neno tumeambiwa nini? Out. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Na Kiswahili nasema nini? Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Uko katika uwezo wa ulimi. Na wao waupendao watakula matunda yake. Na muda atakayoendelea na hiyo mambo ya kunena na ulimi, matunda utayakula. Wacha kusema tazama huyu mtoto ni mjinga sana. Wewe kwa nini unafanya hivyo? Acha ujinga, wewe ni mjinga. The moment you say that, of course, matunda haya utayaona. Utayakula tu na utasema shetani ndiye anafanya, na ni wewe umeongea na ulimi wako. Badala ya unene uhai, badala ya unene neno lile ambalo Yesu amekupatia, wewe unanena uhai, unanena kifo na ulimi wako. Badala ya unene uhai, because kutoka kwa kinywa chako, the moment unanena mambo ambayo ni positive, unaleta uhai. Hata kama unaona kwako kuko namna gani, sema mimi najua ninaenda kushinda. Hata kama unasikia mwili uko mgonjwa namna gani, sema mimi nimepona. Sio lazima ushinde ukisema ninaona niko na hii, mimi hata naona kama nitakufa, naona watu wangu wamekwisha, naona kwangu hata kumeharibika. Si useme nimeshinda. Si uangalie vile kuko leo. Sema tunalala hivi leo lakini kesho tunaamka na ushindi. Kwa ajili Bwana amengoja wewe unene. Nguvu ya kifo na magonjwa na uhai, mauti na uhai iko katika ulimi wako. Hivyo ndio neno linasema. Kwa hivyo utakula matunda kulingana na vile wewe ulimi wako unasema. Neno liko hai. Leteni tunene neno liko hai ili tukaweza kuumba uhai. The moment umeongea uhai umeumba. Tukiangalia katika Yohana 7:38 inasema nini? Out of your bellies shall flow rivers of living water. It's high time we started releasing living water, not death from your mouth. Because mouth zetu ndio zimemaliza wengi. Midomo yetu ndio imetuletea shida wana wa Bwana. Sababu inasema nini kwa Kiswahili? Kama umefika hapo 38. He that believes on me, as his scripture has said, out of the belly shall flow rivers of living water. 7:38. John 7:38. What is he saying? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena. Ngoja hapa. Afanyaye nini? Aniaminiaye mimi. Anifanyaye nini? Aniaminiaye mimi. Aniaminiaye mimi, Yesu anasema. Those who believe in me. Those who he that believes on me. He that believes on me. I repeat again. He that believes on me, as the scripture has said. The word, neno limesema nini? Ule amuaminie. Hili neno tunaongea kuhusu. Hili neno tunaambiwa ya kwamba hatutaishi na mikate, lakini kwa hili neno. Tunaambiwa nini? Ule aniaminiaye mimi, nini itafanyika? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena. Kama vile maandiko yalinena. Huyu ambaye anaamini kama vile maandiko yamenena. Yes. Mito ya maji yaliyo hai. Mito ya maji yaliyo hai. Itatoka ndani yake. Itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai. In Swahili it says out of his belly. In English shall flow rivers of living water. So from here, the moment unanena, maki una release nini? So ni kunena ulimi wako uongee mambo positive. Kuwe na uhai. Kama kulikuwa na kifo, ukiongea uhai kunakuwa na uhai. Ukiongea neno lenyewe ambayo liko hapa, kunakuwa na uhai. Kifo kinaondoka. So jukumu ni yako wewe Mkristo. Wacha kusema Mungu amekuachilia. Hakuna siku Mungu amekuachilia. Yesu pale akiambia mitume nenda mwafunze, amemaliza na kusema itakuwa nani mpaka mwisho wa dahari. So hakuna siku Yesu alienda. Hakuna siku Yesu aliwacha wale wamwaminio. Ni wewe umengojea kuongea neno hili ambalo liko hai. Kwa sababu inatoka kutoka kwa wapi? Kwa Kiswahili, from your belly. Itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji yaliyo hai. So kinywa chako cha ngojewa uongee uhai.
Kinywa chako Mkristo cha ngojewa uongee uhai juu ya Kenya. Kinywa chako Mkristo cha ngojewa uongee uhai kwa nyumba yako, kwa mume wako, kwa watoto wako. Hata kama ni mlevi, sema wewe hukunywi maisha yako yote. Hiyo pombe imekwisha katika jina la Yesu Kristo. Sio kusema huyu mjinga haleti hii, hafanyi hii, ona huyu umeenda kutafuta wamama huko nje umeongea, kama ni mzee umeenda kwa baba kuongea hawa wanawake. No, sema life is lovely, is beautiful. Na hata utaanza kuona mabadiliko kwa nyumba yako. Wewe mke sema, mimi najua mume wangu ni mzuri. Ninajua hii pombe itakwisha na ninajua inakwisha in Jesus name. Hautasema hivyo miezi miwili bila wewe kuona mabadiliko kwa nyumba yako. Lakini kinywa chako ndio changojewa wewe uongee. Because kutoka kwako hapo ndio kunatoka uhai. Wewe Mkristo, wewe ambao umemkubali Kristo, wewe ambao umemwamini Kristo, amesema kutoka ndani yako ni wewe anangoja uanze kurelease maji yaliyo uhai. Uanze kutoa ndani yako maji yaliyo uhai. Sisi kazi yetu ni kunung'unika, kuongea, kutafuta nani tuongea naye. Ukipata ule anaongea mabaya magumu zaidi, hapo ndio umefurahia, ndio umekaa. Lakini mahali utapata mtu anaongea uhai, hutaki pale. Mahali pale hutaki, maana wewe unataka kusikia yale mabaya, unataka kusikia yale magumu, unataka kusikia yale yako na uchungu, na wewe uweke yako. Baada ya ukifika pale, muongee uhai, unaendelea na kuongeza chumvi, unakufa zaidi. May God have mercy on us. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu na atuhurumie sana. Kwa sababu hivyo sivyo Bwana anataka tukae. Tukiangalia vizuri katika Waebrania 11. If we go to Hebrews 11. Hebrews 11. I know I'm rushing, but this is we have more alternative because tumeamua tufanye hivyo, but all I believe is this time is coming to an end in the mighty name of Jesus Christ. Hii haitakaa na sisi. Kifo haitatutawala katika jina la Yesu Kristo. When I look at Hebrews 11 verse 1 to 3, what is telling me? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Read verse 1. What does it say? Basi imani ni kuwa na haki ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na nini? Na haki ya mambo yatarajiwayo. Is a substance, the assurance, na haki ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani itakuwa. Imani ni nini? Basi imani ni kuwa na hakika. Ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani, kuamini jambo, ni kuamini jambo ambaye si lazima uone. Umeamini amesema, basi haijalishi kile naona saa hii. Mimi amesema, mimi mnaona sio hivyo kulivyo. Kile nasikia si hivyo. Hivyo daktari amesema, mimi najua sio hivyo. Ni kusimama hivyo. Wewe mtu mwingine anaweza ona ni kama kichwa yako imeruka. Maana umeambiwa. Daktari akiangalia picha anasema ni hivi. Huyu akiambiwa hivyo ameambiwa ni hivyo. Akitesti wanasema ni hivyo. Lakini wewe unaambia sio hivyo. Hiyo ndio imani. Jambo ambalo mtu mwingine ataona ni kama umeruka kichwa ukisema. That is the faith. That is the faith. Mambo ambayo hayatarajiki, si mambo ya kawaida. Wewe unakataana na yale watu wanaona ndio ya kawaida. Ukisimama na yale Bwana amekuambia na yale Bwana amekuagizia. That is what it means to have faith. Hallelujah. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kile unatarajia na huoni. Kile unatarajia na najua ninasema naenda kuchukua. Abraham akaamua nenda. Nikakupatia nchi ambaye nitakuonyesha. Hakuambia upale, hakuambia aenda pale Runda na kupatia hapa Mudhaiga. But he said still na akangoja. So hakuwa ati amejua, ametarajia, amejua ni hapa. But kwa sababu ameambiwa, hiyo imetosha asimame kama vile ameambiwa. Vile neno limesemwa na yeye, hivyo ndio nitasimama na najua inakuja kupita. Hivyo imesema it's going to pass. That is what he wants from us today. Sio kile ninasikia na kile ninaona ama vile mwili yangu inasikia ama vile kwangu kuko. Anza kukiri uhai. Anza kusema kwangu hakutaishi hivi. Kwangu hakutakuwa hivi forever. Nimekataa. Hivi sivyo Bwana ameniambia. Kutoka hapa, Baba nataka uanze kuongea. Ulimi wako uanze kuongea uhai. Wacha kuwekana mikono high five mkiongea vifo na vile mambo mabaya. Kataa. Wacha hata wakitangaza pale kwa TV, sema hiyo tumekataa in Jesus name.
third wave tumekataa in the mighty name of Jesus Christ. We are saying Kenya is free of corona in the mighty name of Jesus Christ. Hatutafanya hivyo 1 week na msione kukianza kubadilika. The problem is tunasikia tunaanza kusikia waves. Mitume wakapigiwa kelele na Yesu Kristo. Wakati walimuuliza, wewe tunafa na kwani haujali na unaona tunakufa? Sasa kulikuwa na mawimbi. Akawaambia what? Mbona huna imani? After amestop mawimbi, Baba anangoja tusimamishe mawimbi. Na sisi tuko mbali tukiongea kama watu wa dunia. Walioamini Yesu wako wapi? Tuongee uhai kutoka siku ya leo. Namba 2 anasema nini katika hiyo yote? Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Namba 3. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ngoja hapo. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa imani. So kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa. Wewe ulikuwa ulimwengu ukiumbwa na unajua ya kwamba uliumbwa. Na unasomanga Biblia na una believe uliumbwa. Haujakaa ukaanza kujiuliza iliumbwa namna gani. Wewe uliamini tu kwa imani. Kwa imani dunia iliumbwa. Na nini? Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Kwa hivyo tufahamu ulimwengu uliumbwa. Tumeamini ulimwengu uliumbwa. Na sisi yani mtu akiagua apart from the ones who call themselves scientists, may God help them. But sisi ambao ni Wakristo tumeamini hivyo. Na tunaendelea na kuambia ni kwa neno, the word. John told us in the beginning the word. In the beginning the word was. Mwanzo neno. Kwa hivyo kila kilicho chote kiko, Biblia inatuambia kilikuwepo kupitia lile neno na wewe umeamini. Tunaendelea na kuambiwa nini? Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. So that things which are seen were not made of things which do appear. Kwa hivyo hata vitu hivi ambavyo tunaona hatujaamua vilitengenezwa zikaanza kutolewa mahali. Kwa scientists wanatuambiana leza bang. Sijui walipangiwa wapi, walikuwa wapi. But hakuna kitu ambacho tunaambiwa miti ilikuwa wacha kuwe na jua ikatoka kutoka mahali fulani, mwezi ukakuwa umetoka kutoka mahali fulani, usiku na mchana zikaambiwa zitaanza kutoka mahali. No, hamna jambo ambalo tunaambiwa hii ndio ulimwengu uliumbwa kutoka. Hapana. So kwa hayo kama hivyo ndivyo ilivyo, hebu tuanze kuelewa ya kwamba Baba anataka tuamini tu. Na once tumeanza kuamini na kushika lile neno, ameniambia nini? Kwa mijeredi nimepona. Mimi nimepona. Amesema nini? Mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi ni mshindi. Ameniambia nini? Nguvu na mamlaka niko nayo. Nguvu na mamlaka niko nayo. Ameniambia nini? Mimi nitakanyanga nyoka na inge. Nyoka na inge na kanyaga. Shetani hana mamlaka juu ya nyumba yangu, juu ya maisha yangu, juu ya mwili wangu, juu ya nchi yangu, juu ya kanisa. Hana nguvu na hana mamlaka juu yake. Maana nini? Neno limeniambia. So ni wakati tuanze kukiri kwa kinywa, kwa limi zetu. Hivyo ndio Bwana anataka siku ya leo. Ulimi uanze kubadilika. From this minute onwards, Wakristo tuwache kuwa tukikiri yale yasiyo yetu. Because hivyo sivyo Bwana anataka. So kwa imani, turudini kwa imani yake Yesu Kristo. Turudini pale tumuamini. Turudini pale tumsikie. Turudini pale tutembee tukiwa ndani ya lile neno. Maana kutoka hapa anangoja tuanze kutoa maji yaliyo na uhai. Tuanze kuongea uhai. Kuanze kurudi na uhai. Jina lake liinuliwe na liabudiwe. Sio yeye anatoka juu kuja kufanya. Sio yeye anateremka kuja kufanya. Ni wewe. Aliumba na akasema amekupatia authority. Utawale dunia. Ni lini mwana wa Mungu utafanya hivi? Yesu akakurudishia mamlaka. When are you going to do it? When are you going to stand in the gap that he wants you to be? It's high time we got up now. Kutoka kwa usingizi huu tumelala watu wote. Tusimame katika ile gap tunataka. Wacha kujaribu kutafutia imani. Tumeambiwa ni kuto kujua hii kitu itakuja namna gani, ama itafanyika namna gani, ama itatendwa namna gani. Usitake kujua vile Mungu atakuja. Usitake kujua vile atamalizia hii kitu. Usitake kujua vile atamaliza hiyo ubaya iko kwako. Usitake kujua vile
atabariki, usitaki kujua vile atakuinua, usitaki kujua vile atabadilisha maisha ya mume wako ama watoto, usitaki kujua vile atabadilisha huyo mke. It will just happen. Siku kama leo ujipate yale yote ulikuwa unapitia umeisahau. Utafute hayo ulikuwa unapitia usahau. Utafuta huo uchungu usahau. Hala shantarabokorina pela suna baita likuna masayere letayuna mika tuba iretaya noba matuko na shirikata boja mika nurisa hata mashikata master by tunikesha. Ondokeni kwa umwili ushindwe kutoka siku ya leo. Tuingieni katika kiroho kutoka dakika hii, because hivyo ndio Yesu Kristo anahitaji kutoka kwetu. Hivyo ndio Bwana anatuita tufanye from this minute onwards. Every Christian that falls under the sound of my voice today, I speak a new dawn, I speak a new beginning, I speak life in the name of Jesus Christ. Badilika, anza kuongea, wacha maji yaliyo hai yaanze kuflow kutoka kwa tumbo yako, kutoka ndani yako, maji yaliyo hai. Ulimi wako ubadilike kutoka dakika hii, uanze kuongea uhai. No more speaking death. No more speaking mambo yasiyofaa. Usirudi kucheza. Biblia inaniambia hata michezo ama jokes ni dhambi. What do you call jokes? Zero. Mzaha ni dhambi. Tuacheni mizaha na ndimi za Wakristo. Let us be serious and walk in the spirit. Tukae katika kiroho day in day night, na tutakuwa wa kushinda tukiwa chini ya damu ya mwana kondoo. Maana amesema sisi ni utakatifu wake. Wale walio chini ya damu ya mwana kondoo wanaitika utakatifu wake. The Bible tells me I am his righteousness. You are his righteousness as a child of God. So his righteousness, anasema yeye usikiza na yeye utazama. Wako wapi wateule wa Bwana? Watakatifu wake wako wapi? High time we woke up from that spiritual sleep in Jesus name. Tuchukue kile kilicho chetu, tuchukue position zetu, tuanze kuongea uhai kwa maisha yetu, kwa nchi yetu, kwa mambo yetu yote. May God bless you all as you take this message and you kneel down to pray and walk in the path that is of the Lord. Bless you.